Tunachokitafuta sisi hapa ni ushindi wa heshima wa Daktari Samia Suluhu Hassan. Na tunasema ni ushindi wa heshima kwa nini? Kwa sababu aliyoyatenda na kuyafanya Dr. Samia kwa miaka yake 4 tu ya uongozi wake, ambao mimi na wewe hatukumpa kura hiyo ya kuwa rais. Akaenda akawa rais kwa mujibu wa katiba ya nchi yetu, lakini akajua katiba hii ninayoisimamia inahitaji nitende haki kwa Watanzania, inahitaji niwasaidie Watanzania. Daktari Samia Suluhu Hassan amefanya mambo mengi sana, mpigieni makofi ya kutosha. Na ndugu zangu, mimi niwaambie wanachuo, viongozi wangu wa tawi, viongozi wa wilaya, hatutakiwi kuwa waoga, hatutakiwi kuwa wanyonge wa kusema mama huyu ameupiga mwingi, haijawahi kutokea. Unanielewa vizuri? Yaani tunaona kumwambia rais wetu kwamba umeupiga mwingi, haijawahi kutokea. Eti mtu anakuambia kwani hao waliokuwepo hawakuwa kwetu? Walikuwa wa kwetu, lakini na huyu tunasema aliyoyafanya amevunja rekodi, haijawahi kutokea. Mkuu wa chuo alikuwa anatupa taarifa hapa. Anasema hii Kagemo, hiki chuo miaka yake ni miaka ya uhuru wa nchi hii ukiondoa mmoja tu. Chuo cha mwaka 1962 hiki. Mwaka mmoja tofauti na miaka ya uhuru tulionayo leo. Maana yake hiki chuo kina miaka mingapi? Hamna historia, hamna kumbukumbu. Lakini mkuu wa chuo anasema kwa miaka mingi sana chuo hiki kilikuwa kimechakaa. Uongo kweli? Inawezekana hawa ninyi msijue kwa sababu ninyi mmekuta maboresho yamefanyika. Lakini najua mwaka wa 3 wanajua. Kuanzia mwaka 2022 fedha iliyoingia ya ukarabati wa chuo chetu peke yake milioni 700. Milioni 700. Fedha ambayo ni nyingi kuliko fedha iliyotoka kwenye chuo hiki zaidi ya miaka 20 iliyopita. Piga makofi kwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa tukisema mama ameupiga mwingi, mama amefanya vizuri, wala watu wasituhoji. Kwanza kutuambia kwani waliokuwepo si walikuwa wana CCM wenzenu? Ndio, walikuwa wana CCM na wao walifanya kwa nafasi yao, lakini tunasema Daktari Samia Suluhu Hassan amefanya na kafanya tena, tumpigie makofi ya kutosha. Na ndio maana tunasimama kwa ujasiri na kusema tunatakiwa tukapige kura za heshima. Tukampigie kura za nini? Za heshima. Juzi kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa, niwashukuru kwa sababu na ninyi mlishiriki. Uongo kweli? Mlipiga kura za heshima kwa chama chetu. Chama kikaenda kikapata ndani ya mkoa wetu 99.7%. Unauona ushindi huo? 99.7. Sasa watu wengine, mfano kuna mtaa mmoja hapa Bukoba mjini, eti sisi tumeshinda, wale wapinzani wanakuja eti kutuomba tuwatangaze wao kwa sababu ya fowara za mama. Tukawaambia ninyi mlisikia wapi? Vitu haviwezekani. Yaani tushinda sisi eti mama akasema fowara, fowara kwenye ushindi. Yaani tumeshinda sisi, tuwape nini? Tunaomba mtutangaze sisi kwa sababu mama alisema fowara, mtuachie hata mitaa 4, hatuachi kitu. Yaani tunakomba hadi mboga. Kwa hiyo tunachotaka kukifanya ni kama kile tulichokifanya serikali za mitaa. Tuwapige mpaka tuwapige tena. Hapo vipi? Sisi tukiwa tunatafuta, wao wamelala. Kwenye kuvuna, yani sawa sana mwanafunzi yuko busy prepo, anajisomea. Akikunguta division 1, yule jamaa aliyekuwa analala hostel anachati tu muda wote, yuko kwenye kuchati na WhatsApp, yuko Twitter na Facebook, anaanza kunungunika kwa nini ukapata division 1. Sisi hapa tuko kazini, tunapambana. Wao wako busy huko, no reform, no election. No reform, no election. Mwisho wa siku election ipo kama kawaida. Wamepigwa 100%, wanasema CCM imetumbia. Haiwezekani.